Da ndo tunaamini ndo mji ambao wa kutokea. So that was the goal. Kidogo nifanye kosa ambalo lingenikost na hisi mpaka leo kwanza nipo single. Just to clarify, namba ni mzalendo, naipenda sana Tanzania. Katika maisha kuna side zote mbili. So choose. Napenda kuangalia positive because I believe ukiangalia positive uta move zaidi. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Willy. Yes. Karibu sana bwana. Asante sana. Mzima. Niko poa kabisa. Okay. Poa pia. Mimi niko poa kabisa, Mungu anasaidia. Ndio. Bwana wamekuchagua, unataka wasikie story yako. Kwa hiyo Yes, I think asante sana kwa watu waliochagua. Yes. And I think ni platform nzuri kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na kushare labda experience yangu na mwisho siku hopefully mtu atapata kitu maybe na kitu cha kujifunza kutoka kwao na wana kitu cha kujifunza and I think we need more platforms kama hizi ambazo people like us upcoming tunapata nafasi ya kushare a bit ya tulichojifunza. Yes. Yeah. Okay. So mimi nimeshakutambulisha lakini we always give our guest chance ya reintroduce wenyewe. Okay. Yeah, kwa the way above they know themselves and the way above they want to be introduce them, wanatamani wajulikane kwa hivyo. So unaweza kutuambia link ya ni nani kwa maneno yako mwenyewe? Okay, mimi naitwa Wilson Everready Inkia, ndo majina ya serikali, lakini kutokana na career naifanya natumia Willy Inkia. I think ni jina ambalo nilikuwa nikiitoa nyumbani. Willy, wengine kwa Kiswahili wanasemaga Wile, but mimi nilipenda Willy Inkia, so ndio jina ambalo nimeamua kuitumia. So kwa sasa hivi natengeneza maudhui ya kidijitali kama ulivyosema. Pia ni mzalishaji wa filamu hasa upande wa producing zaidi, yani kwamba nazalisha vipindi vya TV na filamu. Pia ni mtafiti wa masuala hasa ya filamu related masuala kama documentary, makala. Kingine pia na pamoja na ndugu zangu wengine tuna kampuni yetu ya Believe Games ambayo tunatumia michezo kama kuelimisha jamii na kuburudisha jamii, hasa tunasema stress free, kwamba kuwasaidia watu wengi waweze kutumia game as a way ya kujifunza na kuconnect. So that's a bit kidogo vitu ambavyo navifanya. Okay. Yes. So mimi nataka nikurudishe kwanza nyumbani kwa sababu mki sasa huko ni kaskazini. Ndio. Kwa chaga huko. Ndio. Hapo kwenye mazingira aina gani? Umezaliwa mtoto wa ngapi, you know? Mimi ni mtoto wa 6 kati ya watoto 7. Kwa hiyo ni mimi afu na mdogo wangu. Asili yangu ndio ni Kilimanjaro, be specific Machame. Na kwa bahati nzuri au mbaya mimi nimezaliwa katika ukoo wa Inkia upande wa baba na upande wa mama. Kwa hiyo mimi mama ni Inkia, baba ni Inkia. Kwa ndugu upande wa mama ni Inkia na kwa wale watu wengi wanakuwa confused. Anyway, lakini pia kwa bahati nzuri baba yangu kutokana na kazi aliyokuwa anaifanya, mimi nimekulia sana Kibondo, Kigoma. Kwa hiyo nimesoma Kibondo, then secondary nikasoma Kasulu, lakini ndio trip za kama kawaida Christmas kuja Moshi, wanasema kuhesabiwa. So experience yangu kubwa na hata stories za yani my childhood kwa asilimia kubwa ilikuwa ni Kibondo kwa sababu babangu alikuwa anafanya kazi kwa mashirika ya wakimbizi na at that time Kibondo ilikuwa kuna kambi nyingi sana za wakimbizi, kwa NGOs nyingi zilikuwa ziko kule, ndo experience yangu zima nimepitia kule. Yeah. Wow. Na mazingira sasa ya kuhama mkoa, like ulihama na wazazi wote au was just your dad? So mwanzoni ilikuwa ni wazazi wote. Kwa sababu nilizaliwa Arusha lakini baba alikuwa Kibondo, then tukahamia Kibondo, tumecheza kanda ule, tulianza Karagwe, Kagera, tukahamia Kibondo, ndo muda asilimia kubwa tumekaa pale. So kipindi kwa baba na mama, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa na miaka 7 mama wangu alifariki. Kwa hiyo tukawa na baba tu. So tumeishi na baba kwa muda mrefu sana hadi akahamishwa tena kikazi kwa sababu wakimbizi walipungua kipindi hicho. Akaletwa kufanya kazi ya kijamii zaidi kwa Ngara Kagera. Kwa bahati mbaya pia naye alifariki akiwa Ngara. Kwa hiyo tulivyotoka Ngara ndo tukarudi sasa nyumbani Moshi. So experience yangu kubwa imekuwa ni hivyo. Tumehama mikoa, nimepata experience kuishi Singida, wapi kote, lakini I think experience kubwa hiyo kazi on the positive side nimeweza kujua Tanzania kwa kiasi kikubwa. I think ndio ilipopelekea hata mimi kupenda sana kufanya like kusafiri kwa sababu tumejifunza vitu vingi, lakini pia babangu pia kwa ni mtu aina hiyo kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda. Nakumbuka nilipomaliza form 4 nilipangiwa shule Mbeya, shule za serikali. So ilikuwa binafsi kwa sitaki kwenda kwa sababu nilikuwa sijui sana kuhusu Mbeya, lakini akasisitiza akasema utaenda mwenyewe. Kwa sababu hii shule unajua unatumia zile form ukienda kupokea posta
alafu unaambiwa utapanda basi linaitwa Sikutegemea. Hilo jina la basi. And mimi kwa sababu no, kuangalia mtandaoni, ukiangalia Google unaona kabisa ni Tukuyu ndani ni kijijini. Alafu kwa sababu nimesomea Kigoma, nilikuwa natamani sana high school so nije mjini, yani nisome like Moshi wapi niweze kuexplore yani. Kwa hiyo nimepangiwa huko lakini akasema no, utaenda nenda kapaone kwa sababu utajifunza vitu vingi, alafu ukishindwa kabisa ndio tufanye taratibu ya kuhama. Kwa bahati mbaya nilivyoenda ndio akafariki nikiwa huko Mbeya, kwa ndio ikabidi nirudi tena Moshi niwe karibu na familia. Lakini pia ni mtakuwa anatupush sana, alikuwa anatupush sana tujaribu kuexplore, kutravel. And I think hata moja vitu alivyofanya alipanda mlima Kilimanjaro. Hadi kwenye wosia wake aliandika kwamba nitafurahi tutangu akipanda mlima Kilimanjaro. That's why I think pia kanipush na mimi nikapanda kujaribu na nilitoboa. 2017 nilipomaliza chuo, so I think pia yeye ndo amechangia kwa kiasi kikubwa kupush mimi kupenda labda content na filmmaking, kwa sababu kazi yake pia ilihusisha sana kurekodi makala ya wakimbizi, stories zao, like hivyo kwa ajili ya report, kwa ajili ya donors, like hivyo kwa fahamu kinachoendelea, kambi zikoje. Kwa mwisho siku akija kupreview yale material au zile interviews, tunapata kujua kidogo when it comes to storytelling na kuangalia like what interviewing hizo, kujua like kumbe this is how you can tell a story. Lakini the best part is kwa sababu zile devices zilikuwa ziko nyumbani, alikuwa anapenda sana kurekodi matukio si birthdays zikitokea. Kwa baadaye akiplay kwenye TV unaona kama nimejiona kwenye TV, unajua it's such a big deal. Lakini so ndio nikapata experience I think na kutamani sawa kuingia like kuelewa ulimwengu wa sasa wa burudani, entertainment. At the time nilikuwa sijui kama ni filamu nini, but I just knew mimi natamani niingie kwenye entertainment. So after wazazi hawapo tena wote, mlirudi kulelewa na ndugu zangu, kwa sababu it looks like mpo wengi, kwa maana kuna ambao walikuwa wakubwa tayari. Yes, tupo wengi. Kuna ambao wakubwa kabisa. By the time baba afariki dada zangu watatu washaolewa. So wana maisha yao. Lakini pili, baadhi ya mimi ndio niko high school miaka 17. Kwa nilikuwa naelekea kujitegemea, lakini pia nashukuru Mungu wazazi wangu kwa ameinvest kidogo. Kwa with the support of my sisters and everything kusupervise hizo properties. Lakini pili ndugu walitusaidia sana, so wali step in sana, kwa sababu pia walikuwa babangu alikuwa na mchango mkubwa pia kwenye maisha yao pia, so waliweza ku give back na kutusupport and until now wametusupport sana mpaka kufika hapa. You're lucky kwa sababu wengine hata kama wazazi walikuwa wana support, they will show you colors. They will show you shege. They will show you shege. So congratulations by the way na. Thank you. Na familia yako, you're very lucky to have those people. Lakini pia mlikuwa wakubwa, mkoa wadogo sana wa kuonea. Okay, so katika kuzunguka kwenye mikoa yote ambayo umezunguka, ni kuhama kwa baba kikazi, ni kusoma, ni culture shock zipi ambazo uliwahi kukutana nazo kwenye mikoa mpaka leo zinakusurprise? I think unajua Kiswahili ndio kipana. I think lafudhi zinatofautiana, so I think hiyo ni culture shock. Mimi kwa sababu nikikulia Kibondo tuna vitu tu kama sawa kama Bablish, tuko na Jojo kule. Kwa nikija nikija Moshi nikisema wananicheka, so that's like this is Swahili. Umatamshi labda kwa mfano tukiwa Kigoma nasema labda nilikuaga, labda kwa unasema labda nilikuepogo, unajua matumizi. So hizo culture shock za lugha kwamba inabadilika kutokana na region ilikuwa kubwa. Lakini at the same time pia hata beliefs, kuna wenye move unajua kabisa kuna like religions zinabadilika beliefs, kuna hizo superstitious beliefs and everything. Pia perception and education kina change when it come ukija Kilimanjaro, mtazamo wa elimu labda upo juu kwamba wana push. Ukienda sehemu kama Kigoma unakuta labda kipindi hicho mabinti wako hawaendi shule sana. Pili na hata dressing styles, kwa mfano mimi na dada wakija Moshi kipindi hicho wakivaa suruali it's okay. Tukienda Kigoma naonekana watoto wamzee. So I think each one, lakini pia ni kitu kizuri kujifunza na kuheshimu kwamba we are different at the same time we are the same, kwamba tuna tofauti mdogo lakini pia mwisho siku ni wa Tanzania. Na ni muhimu kuheshimu culture na tamaduni za watu, na sio kufika na kulazimisha tamaduni zako ndio ziwe za kwao. Mbona wafanye kama tunavyofanya? No. You have to respect it's culture. Important to respect. Okay, so starting your career as a content creator na mambo ya filming and everything, ulianza immediately after kumaliza form 6 au form 4? Ilianza lini and like officially? So unajua kuna ile unadonoa unakuta ukiangalia YouTube unaona mtengeneza vlogs, anafanya hiki. Nilijaribu hivyo.
kipindi unakuta na kasimu kana kamera mbaya kwa una try lakini bado vitu haviendi. So nikajaribu create like a YouTube channel hivyo and then nikaenda sasa hivyo kuja saa Moshi baada ya kutoka Mbeya ndo nika like mjini sasa nimekuja mjini ndo nikaanza kujaribu lakini haikuwa serious kihivyo. Lakini hivyo meza form 6 nikaenda kusoma chuo sasa. Nikapata nafasi kusoma chuo nikaja Dar sasa. Unajua Dar ndo tunaamini ndo mji ambao wa kutokea. So that was the goal. And nikaja Dar es Salaam nikapangiwa kozi ya nikawa nasoma Bachelor's of Logistics and Transport Management. Lakini at the time nikawa napata experience ya kuenda kutembelea labda productions, kuangalia, nikashiriki mashindano ya utangazaji, kujaribu, nikapata idea ya production kwanza. Then nilipomaliza chuo sasa nikataka ni take it seriously. Lakini at the time nilikuwa na changamoto moja ni kwamba kufahamu njia ya kuelekea kwa sababu utakutana na watu wengi lakini wao pia wanajaribu ku figure it out, so una lack ile point ya kwenda like okay, wapi nitakimbilia labda nipate ujuzi zaidi au nipate direction. So I think hapo ndo nilipopata nafasi ya kuwa part ya MultiChoice Talent Factory. Ambayo hiyo ndio ikabadilisha mtazamo wangu baada ya kupata mafunzo. Nilivyorudi then of course natengeneza mafunzo kwa base kwenye utengenezaji wa vipindi vya televisheni like film and TV production sana. Lakini nilivyorudi then Tanzania kujaribu kutengeneza filamu ikawa challenge sometimes. Baadaye nikapata kufanya kazi kwenye kampuni ambayo inafanya storytelling za makampuni kama NGOs, kutengeneza documentaries na nini. So kupitia hizo nikaanza kujifunza jinsi ambavyo labda you can tell a story shorter. Sababu makala sometimes unakuta nataka kitu cha kwa ajili ya social media labda kiwe cha dakika 5 tu. Lakini uzungumzie impact ya hii kampuni. So nikaanza kujifunza kupunguza kwa sababu kwenye filamu tunajua una dakika 60, una dakika 70 kwa ajili ya kutengeneza filamu. Kwa hiyo story utaijenga, ataanza, atatembea, atafanya you give it time. Lakini kwenye NGOs au documentaries you have to go quick kwa sababu it's social media, fast attention span ya watu ndogo. So hiyo experience na kupitia hizo kazi sasa kusafiri kwenda kwa vijijini kuinterview watu nikaanza kujua jinsi gani vitu gani muhimu kusikika na vingine labda tu ni just kusaidia kubuild up. So hiyo ndio ikaanza kuni shape kwanza content creation in general like hivyo. Na sasa ndo hapa ambapo kusafiri kwenye hizo safari labda leo tunasafiri tunaenda labda Kigoma au tunaenda labda Mbeya ku interview, I will just record myself. Hiyo ni kidocument safari labda tangia natoka Dar es Salaam hivyo afu nitakatakata alafu nitafanya voice over and then na post. Then ndo hapo ikaanza ku gain traction, watu wakitaka kuangalia Will's content the travel na nini. So that's how nikaanza kuelewa na kupenda content creation and especially when you get engagement kama watu wanauliza hiki hapo ni wapi. So it feels like kumbe you are interested kuangalia my trips even though nikapelekea kwa content creator. So watu wanafanya hizo content sana sasa hivi, especially kuna TikTokers ambao wengine so content creators let's say, lakini watu wanafanya mpo ambao mnafanya mambo ya content creation, content ambazo mnazifanya seriously kabisa na hata page ukiingia unajua kwamba this page ni ya content creator. Unafikiri mwitikio upoje wa content creation kwa Tanzania? So sasa hivi at least tumeanza kukua in a sense kwamba first of all I think content creators wameanza kuelewa how to brand and value themselves. So kuna upande wetu sisi kama content creators in terms of kujua how to like brand ourselves personally. Nimeanza kuingia kwenye content creation like officially like imeanza labda kugenerate income ilikuwa ni mwaka jana 2024. Na ndo ambapo like I was like kumbe I can actually do this not just for fun, kwa sababu nilikuwa nimebase sana kwenye just share kidogo my experiences and hivyo for fun, lakini kwa sijafikiria on the other side of the business side of it kwamba I could share my experiences lakini mwisho siku naweza nika-feature labda saa kutoka kampuni fulani and then I can talk about labda how imenisaidia ku keep time ninaposafiri, labda nimevaa nguo labda zina za brand fulani. So last year ndo nikaingia sasa. So mwanzoni I think it started with me kuelewa kwamba I could actually make this a career, and then baada hapo nikaanza create sasa ways za approach na tengeneza pesa, kufikiria na kufuata how hizo brands tuseme how ili niweze ku make money, kwa sababu currently nafanya kazi na like influencing na content creation for brands mbalimbali. And
now sasa ukizungumzia space pia tunashukuru Mungu na now brands zimeanza kuelewa umuhimu wa labda content creators, lakini pia ni kutokana na msukumo wa teknolojia kwamba you can't run away from watu sasa hivi hapo kwenye mitandao. Kila mtu sasa hivi ana smartphone, kila mtu sasa hivi anajitahidi ana bundle kwa sababu wanasema bila bundle ukikosa data mjini so I think vitu ambavyo sasa hivi ni lazima sasa, na mwisho siku makampuni kwa sababu mwisho siku yana bidhaa yana huduma yanataka afikie watu. Watu sasa hivi wako mtandaoni, wakiwepo mtandaoni hawaingii tu wengine wanaingia kupost picha, lakini wanaingia kuangalia watu wenzao mtandaoni. Lakini pia watu wenzao hao watu wanaoangalia mtandaoni ni watu wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni ambao hao watu wanapenda, ambao kila siku wanarudi kumwangalia Chika, kila siku wanarudi kumwangalia Willy. So brands wanasema okay, hawa ndio watu ambao tunawataka kwa sababu hawa kibeba bidhaa yetu tayari wana wafuasi wao ambao watashawishi, lakini pili wana ubunifu na wana ladha fulani ambayo italeta mtazamo tofauti. Kwa mfano unakuta brand imezoea kutengeneza la kuuza bidhaa kupitia mabango, matangazo ya TV, lakini siku hizi vijana wengi hawaangalii TV. Unakuta bidhaa yako unakuta ina target sana watu wale labda vijana. So unaangalia vijana kwa wapi. So the best way kufikiria ni kusema okay, I think now we have to change. So influencer marketing imekuwa kitu kinakuwa. We hope iwe endelee kuwa nzuri kwa sababu kuna changamoto zake, lakini we hope it will be better. Okay, so kwenye kuanza pia hiyo ni ngumu, though I don't know, hakukuwa na changamoto like ku finance your contents and everything, na nani alikuwa behind sasa kuweza kusupport? So changamoto zilikuwepo and luckily so mimi kwa upande wa mwingine, na kama nilivyosema nafanya filamu, mimi ni producer, kwa nazalisha filamu kwa makampuni tofauti, so hiyo ndo like my main job at the moment. Kwa hiyo kuwa na ajira kama hiyo sometimes inarahisisha mimi kuweza ku like save kwa ajili ya kufanya hizi trip ambazo napenda kufanya. Lakini kingine kwamba content zangu nyingi zilikuwa zina base na kitu ambacho labda kinaendana labda na maisha yangu in a sense. Kwa wakati huo kwa mfano nakumbuka trip moja ya kwanza, my video ambayo ilienda viral, nilikuwa nasafiri kutoka na treni kutoka Dar es Salaam kwenda Moshi. Nilikuwa naenda kwenye send off ya binamu yangu. So sio kama ni gharama, Moshi tu. So ni Moshi tu, lakini just kwamba the way nilivyotengeneza, so I was like come with me, labda ninaposafiri na treni kutoka Dar kwenda Moshi, kuona share vyo vilivyo, tulivolala, nilipochoka, nilipopigwa na vumbi, and what food kama I recommend or not. So that's the angle nilikuwa naenda kwamba I just create something based on my experience, ili nisingie gharama kubwa. And then labda nikiwa Moshi nitaenda labda pale tukiwa Machame, kuna mtu nitaenda kutembelea mtu ambao uko jirani, that's already a video. So nikana make travel content based on what I'm doing at the time, ili nisi ingie gharama hizo ku force kusafiri siende Zanzibar, let's go party alafu pia kingine nilikuwa naambatanisha kazi pia. Kwa mfano labda natengeneza labda makala labda documentary kuhusu labda kama nilivyosema naenda kushoot labda Zanzibar kama labda as a producer, then ikiwa Zanzibar nitatembelea baadhi ya vitu labda museum pale, makumbusho ya Zanzibar, nitafanya labda activity, then I'll record and post. Lakini again inakuja sasa unapotengeneza content, sometimes tunapata hizo invitations za brand like njoo tutembelee, hizo exchange labda njoo tutembelee, utapata free labda accommodation, and then unatengeneza so it looks utawapa content. So lakini that's how a bit naweza kuifinance. Wow, that's amazing. Lakini umefanya kazi pia na Coke Studio Africa, umefanya kazi pia na BSS. Unaweza kutupa kidogo story of how ulivyopata hizo opportunity? So kama nisema mimi sasa nipo kwenye upande wa like TV and content, I mean TV content and film production. So nafanya kazi nyingi, mbali na kuwa producer nafanya vitu kama production management na kadhalika. Sasa kwa hiyo program nirudi nyuma kidogo, nilipopata nafasi kwenda Multichoice Talent Factory. Ilikuwa ni shule ya filamu iliyodhaminiwa na Multichoice Tanzania, Multichoice Africa, tuko based Nairobi. Sasa tuko based Nairobi kwa sababu Kenya in terms of infrastructure kwa ajili ya production wameendelea sana, kwa na hizi studio kubwa ambazo show kubwa kama Coke Studios zinafanyika pale. Kwa sisi kwa pale ikawa Multichoice Talent Factory wakatuombea nafasi ya tuwe part of like interns wa Coke Studio. So ndo tukapata nafasi kwa kirahisi tu. Ni show ambayo nilikuwa naitamani sana, and then out of nowhere nikawepo. So experience of course ilikuwa ni show kubwa, wako very structured. At the time nilikuwa sina ufahamu kubwa sana production, lakini watu ambao waliweza kutufundisha, kutuelimisha, na nikaelewa kwamba umuhimu wa kuinvest time
na like craft na ubunifu na taaluma za watu kwenye kitu ili kiwe kizuri, na nikaelewa kwenye ile show labda inafanya vizuri ni kwamba watu wame take time, watu wame structure, kila kitu kimepangwa, yani tunaona like it's a reality show ndio, lakini kuna a lot of elements wanaziplan ili ku make sure kila kitu kinafanyika, wanaangalia emotions za mtazamaji, yani kuna hizo like production office ukienda wana debate content iwe hivi, yani like hivyo. So nilipenda sana how structured it was. Sasa kwa Tanzania kutokana na kufanya kazi like a producer, ikatokea nafasi ya Bongo Star Stage kwamba anatafuta mtu wa kuja kuwasaidia kufanya like content assistant content directing pamoja na flow managing, ku manage like a production in terms of, so ndo nipo pata nafasi. So nimefanya misimu kadhaa, na hata msimu uliopita, msimu wa 15 nimefanya, lakini nilikuwa nafanya role kama assistant content director au flow manager, and kazi yangu beli kusaidia kusupervise content ipatikane kwa director wangu ambaye ndio mkuu wangu, alafu na pili kuhakikisha tunaposhoot labda zile studio show ratiba inafuatwa, kila kitu yupo sehemu sahihi, kila kitu kinaenda kinavyo sawa. And all this is because of showing your work. Ni muhimu sana kuonyesha uwezo wako kwa mtu. Sikutegemea huyu mtu ambaye aliniona kwa sababu tulikuwa tuna shoot series akiwa kama yeye kama crew, alikuwa anafanya mambo ya unit, anasimamia mambo ya chakula, mambo ya catering. Yeye ndo akanipendekeza Bongo Star Stage. So sometimes it's important kuwa na kuelewa like kuvalue everyone on set na kuelewa kwamba anyone can see your work na ni muhimu kuionyesha kwa sababu usikajua ataipeleka wapi. Exactly. Wow, that's amazing. Kwa sababu unaweza kaisi house ni mambo ya chakula tu. Mambo ya chakula tu. Utaonea wapi mimi ninachokifanya bwana? Wow, that's amazing. Okay, so you have to do everything kwa ukubwa bila kujali nani yupo pale, kwa sababu you don't know yule mtu anajua na nani and everything. Wow, that's a big lesson. Changamoto zipi ambazo unakutana nazo kwenye hiyo career? So I think number one ni kwamba Tanzania, as you said, upande wa film and TV production ni area ambayo bado inakuwa. So changamoto unakuta sometimes ni kupata the right skills. So mimi nimefanya upande wa matangazo ya TV commercials kupitia kwa sababu consult kwenye kampuni tofauti. One of the challenges unakuta tuna shoot a big production, a big TV commercial, like sometimes the crew tunawapata labda Tanzania how much tuna crew at different sectors, lakini sometimes unakuta the crew wengi wamefail either when it comes to understand the business side, kwa sababu I'm looking at, we have really good labda kwa mfano DOPs ambao ni cinematographers, lakini unakuta sometimes when you're putting together a proposal kwa ajili ya cinematographers, when you go kwa client anakuambia naomba nitumie his portfolio au his website. Sasa unakuta hauna, kwa sometimes unakuta tunalazimika kuileta watu labda kutoka South Africa wapi, kwa sababu they have the papers, they have their portfolios in place, wame build websites and everything. So unakuta sometimes that's a challenge we get. So right crewing, lakini pili ni kuanzia mwaka 2014 mimi naanza chuo, kulikuwa hamna course ya degree inayofundisha film as a specific degree. By the time film ilikuwa ni like a major, like a sub, like ni kama course ipo ndani ya theater and performing arts at the time kwa mfano University of Dar es Salaam. So sasa hivi at least tunaona kuna a lot of universities na institutions zinafundisha different parts of film. So unakuta now in the market crew unakuta wengi wameingia for passion, kuna unakuta hawajapata ile proper training. And it comes to personally labda changamoto zinazopitia personally again, since it's a growing industry, value unakuta people don't understand the value of things. Mtu anahisi chukua tu kamera tunashoot tu, and then present vitu vingi kutoka watu bado hawajaelewa value. And I think ndio maana tunaona show ambazo zimeinvestiwa, tukizitaja ambazo zinaruka kwenye TV, kuna ambazo you can tell walizo invest zinafanya vizuri kuliko hizo ambazo zimeshutiwa tu. So unakuta kuna changamoto hiyo, and I think those are the big challenges. Again, tukija sasa kwenye upande wa kiserikali ni kwamba bado like kijana katika sekta ya bunifu, sekta kama hii filamu, bado hatambuliki katika nyanja nyingi. Unakuta sasa hivi kuna policy ambazo zinazidi kuwekwa na kusaidia, lakini bado kwa mfano as a content creator, I do not know where I belong. Niko na institution gani ambayo inanisimamia mimi kutengeneza maudhui? Je, nipo TCRA, nipo BASATA au nipo bodi ya filamu? So all these places you don't know where to belong. So unakuta unataka kuwa registered, lakini you can't. Kwenye filamu unajua tuko bodi ya filamu. Lakini je, unaitengeneza digital content, like where do I belong? So kuna hizo limitations also pia. Sometimes when it comes sasa kwenye filamu ni kwamba with some stories we want to tell, lakini you can't tell kwa sababu the country doesn't allow
so kuta freedom of expression in terms of art inakuwa limited. Yes. So those are some of the things. Yeah. Okay, wow. I think hata the more tunavyoenda itazidi kuwa recognized na kuzidi kukua, kwa sababu kwa ukuaji huo na spidi hii ambayo content creation inakuwa, I think wanaona pia hata impact yake na lazima itakuwa recognized. Okay, so uliniambia mwanzoni kuhusiana na company ambayo mmeanzisha ya kutumia game and everything. So can you tell us more about that? Yes. Why did you come with the idea and ina impact gani kwenye jamii so far unavyoona? So we have a company called Believe Games. Believe Games is a company mainly tunakuwa tuna host kitu kinaitwa game night, lakini pili tunasaidia makampuni kuingiza michezo kwenye system zao, culture yao, kwa ajili ya kusaidia watu kupata elimu ya kitu fulani. So it was not my idea, it was the idea ya kaka yangu anaitwa Henry. Henry ndo ali come up na hii idea na akafikiria, and then tukaanza tu kama utani kwamba what if tukienda kwenye kampuni tukapitch kwamba sisi tutataka kufanya team building. Unajua team building kitu common sana kinafanyika, lakini what if you had an element ya kuinvolve games mbalimbali. Lakini apart from that tukaenda step forward na kuanzisha kitu kinaitwa game night ambapo tuna host. It's a public event every Friday and Saturday ambapo anyone can come. Ukija pale una network, kuna networking sessions and etc ambazo zinasaidia mtu kuja kujifunza michezo mbalimbali, kucheza na watu, ku network. Tuna networking games, kuna games kwa kusaidia communication, kuna games za ku challenge your mind. Lakini all this kwa sababu tumeona kama watu wazima changamoto kubwa tunapata ni kwamba unakuta mambo ni mengi, stress ni nyingi. As an adult huna options za entertainment ambazo kwanza ni sober friendly. Kwa mfano unakuta labda ni kwenda club au whatever, lakini kupitia sisi Believe Games kwamba mtu akija pale anaweza akaja akacheza game, akarelax, utajua mambo mental health, release all the stress. That's why to make in the weekend, kwa sababu it allows them to connect. Ndio maana imekuwa sana na makampuni mengi sana yamekuwa interested and we're happy they're interested. Wow. You're still kind of studying. Unajiongezea knowledges here and there, so ina maana unahudhuria classes sometimes and everything. So unawezaje kubalance muda wako? Kwa sababu content creation it takes time, unajua. Na kazi yako nyingine pia unayofanya, ina maana muda wako uko limited sana. Unaweza vipi kubalance? Yeah, it's a challenge, lakini I think I have to shukuru sana teknolojia. Technology imerahisisha kuweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Yani kwamba kwa mfano ukipata nafasi mfano kama ni kureview kitu, emails or everything, siku hizi unaweza schedule content, siku hizi creation unaweza kutengeneza maudhui yako, alafu unajua inatakiwa kila Tuesday, Wednesday ukazischedule kwa hiyo ukajipost tu zenyewe. So that imesaidia sana, sihitaji kusupervise. Lakini also pia technology unakuwa unaweza kuplan your day na kustructure vitu. Kwa mfano labda kama ni meetings, siku hizi unaweza kufanya mtandaoni, sio lazima tukutane. Lakini I think ninachoweza kupangilia, I think mimi binafsi labda kwa taaluma niliyopitia ya logistics and transport management inasaidia kupanga vitu vyako. Lakini pia kuwa producer, sifa kubwa ya producer ni kwamba uweze kumultitask, kwa sababu as a producer you have to think of the budget, you have to think of crew, lazima ufikirie location, lazima ufikirie waigizaji. So ni vitu vingi ambavyo vinakuja kwa pamoja ambavyo you have to plan. Kwa kupitia kuplan imesaidia. So I think mtu yote anayetaka kuingia kwenye content creation or everything, it's just important unaweza kuplan your life, alafu uweze kuforesee changamoto zitakazojitokeza na ujue jinsi gani utakavyozikwepa au kuzisolve kwa sababu zitatokea. So planning is very important, na multitasking. And lastly natamani uzungumzie the way ambavyo umeweza kutumia simu yako, unafanya film na kuproduce and everything, lakini hii content creation imefungua milango mingine mingi zaidi, mingi na mikubwa zaidi. Yes, you understand. So I want you to talk to kijana ambaye yuko na potential, ana uwezo wa kufanya ile, lakini kuna kauvivu, yani ana simu na kila kitu, lakini kuna kale kauvivu ka kuanza kutake step kutengeneza content and everything. Kwa uoga maybe won't pay up. I think wengi unakuta wanatamani na ndio hivyo wanahisi. Mwanzoni nilikuwa na perception hiyo kwamba lazima una gadget, lazima yani kama hivi na lights. Yani it has to be perfect. Lakini I think mtandao wa TikTok umenihumble sana. TikTok nilikuwa nikitumia muda kwa sababu na experience ka film production, najikuta najua kuhusu production, kutengeneza content kali. Like hivyo utaset views 2, 10, 100. Lakini nikiropoka tu, nikichukua tu simu nikifanya kitu kawaida, it blows up. So nikagundua kwamba sometimes tunajilimit wenyewe
tuna overthink kwa sababu ndio kuna ile pressure kutokana na tamaduni zetu na elimu yetu kwamba tumefundishwa kwamba kuliko kabla kusimama mbele za watu unajua unachongea. So unajua ile hata wale wazazi wanakuambia usiniibishe mbele za watu. So there's always that pressure kwamba unahisi ili niweze kuonyesha kitu mbele za watu lazima kikamilike au kiwe perfect kizidi labda cha fulani kwa sababu yeye alishazungumza kwa audience hiyo. So I think kikubwa nilichogundua kwamba simu zetu sasa hivi zina nguvu sana. Zimezidi kuboresha na napenda kwamba makampuni yanashindana kila siku. Yaani wao washindane tu. Sisi wazidi kuturahisishia. Na mbali na makampuni tu ya kutengeneza simu lakini pia kuna softwares mbalimbali ambazo zinasaidia. Kwa mfano mimi natumia simu kushoot, kuedit, natumia CapCut na other features mfano kama kudesign labda poster zangu natumia Canva which all these are free at some point. Japo kwa siku hizi naona washaanza kuona uhitaji mkubwa umeanza kucharge. Lakini hivyo so mimi ningemshauri mtu take a step. Watu wengine wanakuta wanasema mimi sitaki kuonekana kwenye kamera. It's okay. Siku hizi voice overs ni kitu ambacho watu wanafanya sana. Unaweza kutengeneza content alafu so lazima uonekane unafanya voice overs. Kuna siku hizi kuna faceless content ambayo mtu anavaa labda mask. Tumeona kuna mtangazaji ambaye maarufu Tanzania kwenye swala la umbea ameishi kwa mask mpaka leo tujue sura yake. So there are many ways ya kuavoid. I think kushajua hiyo fear labda uoga lipo ni muhimu pia kuuliza. Lakini pia I think kitu ambacho kimenisaidia sana ni ku reach out. Sometimes changamoto tunapitia wote ni muhimu sana kuuliza kwa mtu. Kwa mfano hata mimi kipindi naingia sana kwenye content creation nilipata nafasi ya kuuliza content creators wengine and kujishusha tunakumuomba hey bro mimi there's this brand labda na reach out sijui hiki au mimi nataka kufanya hiki lakini nashindwa hiki. So wao wengine watakusaidia wengine hawataweza. It doesn't mean lakini pia mwisho siku internet is everything. Mtandao sasa hivi unakupa knowledge and tumeni simu zenu cheni kupiga tu simu kuchati. Kuna vitu vingi ambavyo ukafanya kutumia simu na kukusaidia na kubadilisha maisha yako. So upo kwenye industry ya film and everything na ni moja kati ya industry ambayo pia inalalamikiwa Bongo kwenye waigizaji sijui nakosa hichi nakosa kile. Of course sasa hivi tunakuwa especially kwenye tamthilia kuna tamthilia ambazo zinapendwa zinafurahiwa na watu. Lakini sasa wewe unaona hiyo changamoto au do you think kuna namna jamii inakuwa ngumu sana kwa upande wenu? Au unafikiri yani kuna quality fulani wanasema haipo kwao? Yani mfano kwenye casting unakuta wale waigizaji kuna namna hawafit the character ama uhalisia you just know kwamba huyu anaigiza. Yes of course naangalia najua niigiza lakini I don't want you to unajua kwamba sitaki nijue kama unaigiza. I want to be real Unafikiri shida inakuwa iko wapi? So kuna vitu vingi ambavyo vinachangia I think kwa kwenye industry kwamba sometimes unakuta as a producer kwa mfano nataka tunaangalia engo nyingi. Sometimes uta story nataka hivi lakini mwisho siku bidhaa inataka hivi labda kwa sababu mwisho siku inabidi use. Kwa sometimes ukutana lazimika kutumia sura fulani au watu fulani kwa sababu tayari wana audience na watasaidia bidhaa kuuzika. Hiyo ndio ilikuwa mfumo mkubwa ule unaendelea zamani kwenye kipindi kile DVD na nini kwamba sura fulani isipokuwa kwenye cover hatununui. So hiyo ndio kwa ina drive industry at the time. Lakini sasa hivi unakuta mambo yamebadilika. Sasa hivi of course unakuta tunajua kabisa nikishoot filamu na Chika ikiwa kwenye cover, nikirelease trailer Chika kiposti tu imeenda kwa sababu atanisaidia ku reach watu wengi. Na sometimes unakuta maamuzi haya toki kwa producer tu, unakuta sometimes natoka kwa mtu anayekupa hela. Sisi tunatengeneza filamu kwa mifumo kadhaa. Mifumo moja wapo tunasema ni mtu labda ana commission, yani kwamba una pitch idea, akipenda idea anakupa hela, unaenda kushoot. Lakini sababu siku anakuwa na mamlaka kwa sababu hakimiliki na kila kitu ni zake. Kwa hiyo unakuta manake ana mamlaka kubadilisha kusema kwenye hii story naomba Chika aigize. Lakini mbali na hicho kingine kwamba experience ya production ni kitu kigeni. Kwa sometimes unakuta kama producer unatengeneza filamu labda lakini filamu hiyo unakuta hauna uwezo wa kuchukua mwigizaji mpya kwa sababu mwigizaji mpya hana uzoefu wa location, hana uzoefu wa set, hajazoea kuigiza labda mbele ya kamera na watu labda 20 nyuma. Kwa unakuta sometimes unachukua mwigizaji mzoefu ambaye unahisi labda ni mzoefu au ambaye iko comfortable kwa ajili ya kurahisisha kwa sababu ukipata mtu mpya sometimes unakuta anachukua muda mrefu kumtrain. Unakuta take 20 cut kwa unakuta muda umeisha, gharama zimeingia kubwa kwa sometimes unakuta hivyo. Lakini mbali na hicho I have to say kwamba tuna uhaba pia waigizaji Tanzania kwa sababu watu wengi unakuta hivyo hawajajaribu
kuingia kwenye sanaa ya uigizaji serious kwa sababu tumeona waigizaji wengi wanakuwa maarufu ni hivyo ndio, lakini kuna potential ya waigizaji wadogo ambao tumebahatika kufanya nao kazi, lakini unakuta sometimes they do it for fun, hivyo hawatake it serious. Kwa nini nasema hawatake it serious? Ni kwa sababu unakuta ukishajua ni mwigizaji ni muhimu kujifunza kuwa like kama ni kuwa actor, think about the business side pia. Fikiria upande wa biashara kwamba fikiria naweza nikajiboreshaje. Kuna kozi nyingi online kwa sababu nasema actor tunatupenda actor ambaye ana range, ambaye unaweza kanipa hisia kadhaa, unaweza kanipa ukaigiza uhusika tofauti. Nikukupa uhusika labda chika unaigiza kama ni Mama Ntilie, I'm expecting you kufanya research, nenda kaje Mama Ntilie anaongeaje. So unafika Mama Ntilie, wait, food is not enough. Like unaka kizungu wakati it's not. So when that I think pia kuwa na waigizaji wachache inasaidia ina limit, lakini pili sometimes ukutata mimi binafsi niko nafanya casting, labda natafuta waigizaji na ingia kwenye mitandao. Sasa kwa bahati mbaya waigizaji hawatuwezi kuwaona, ndio ambao at least wanaposti kazi zao mtandaoni, wanaonyesha different variety of labda wanajaribu kujichallenge, wanafanya vitu kama tunaita monologue ambayo mtu anatafuta script anaigiza tu na simu yake amejishoot. Sasa kwa waigizaji wadogo unakuta hawafanyi hivyo. Kwa unakuta sometimes ukiwa unatafuta una haraka kwa sababu sometimes kuna hizo zinatokea zimamoto kwamba ni kazi actor boy ame cancel, hela imetoka, una muda wa kufanya casting, una muda wa kufanya matangazo, watu waje wapange foleni uone vipaji vipya. Unaingia tu kwenye mtandao unaona huyu ana fit. Kwa sababu sometimes kuna hizo. Sasa unakuta watu wengi labda wenye talent hawatumii pia mitandao ya kijamii kwa at least kujimarket. Wanatumia tu mitandao ya kijamii kupost tu picha na nini, lakini my advice is if you know unaweza kuigiza, I think ni muhimu pia kutumia. Mfano kama mimi natumiaga mfano watu wengi wananitafutaga hiyo kwamba nataka kuigiza, naambia tuingia link TikTok tu. Pale kwenye search andika acting challenge. Utaona challenge nyingi sana za uigizaji ambazo zitakuchallenge wewe. Mimi nazifanyaga for fun pia. So click kunakuta sometimes hiyo ni simu yako tu, mtu anakupa script pale anakuambia mimi nitaigiza upande wa maandishi labda blue, aigiza maandishi red. So this ina kuchallenge wewe kama mwigizaji kwa jinsi ya kucheza na script, kuelewa kucheza na mtu. So sometimes unakuta huna watu lakini mitandao ipo, so that inasaidia kwa sababu kuna waigizaji wengi ambao tunagunduaga kupitia mitandao, hasa labda kwenye upande hata matangazo kwamba mtu unamuona ana kitu fulani kupitia content anazo create, kupitia muonekano wake. So it's important wao wakiingia kwenye hizo spaces ili waweze kupata nafasi ya kuwepo kwenye hata hizo kazi kubwa. Wow, that's amazing. Nafikiri kama uko na mpango huo uchakata njia sahihi ya kuweza kupita. Okay, so location kunakuwa na vitu vingi sana vinavyotokeaga kwa sababu sometimes mnakaa kambini pia for months mkitengeneza labda ni series ama ni movie ambayo ni ndefu. So mimi natamani niambie ni changamoto ipi ambayo unaikumbuka, ama tukio gani ambalo unalikumbuka mkiwa location ambalo it's unforgettable? Kwa bahati nzuri sije kukaa muda mrefu hivyo like mwezi lakini I think my experience ambayo naikumbuka sana ni Coke Studio. Kwa sababu ile ndo mara kwanza kwenye production kubwa. Ilikuwa intimidating, lakini kidogo nifanye kosa ambalo lingeni cost na hisi mpaka leo. Mpaka leo nashukuru Mungu everything. So niliachia nilikuwa na supervise mimi kwenye upande kwa wiki hiyo nilikuwa nimepangia digital. Tulikuwa tunapangia wiki tofauti, unapangia department. Wiki hiyo nilikuwa nimepangia digital. Digital kazi yetu kupata content za digital content. I mean za digital platform, sorry. Kwa hiyo mimi nikawa nimeachia camera. Sina ufahamu kubwa sana wa camera to be honest, lakini nikawa nimeachia camera na shoot like ni supervise. Hata nilikuwa si shoot, kwa shabonyeza record anaendelea. Sasa nikaisha nikamwambia tu okay, akimaliza just cut. Nikamaliza akakat, lakini sasa kwa bahati mbaya ile nilipo cut kurudi nikaangusha stand, tripod. Camera kaenda chini. Ile lens iko ndo 4,000. So nilikuwa nafunga maombi, unajielewa kwamba naomba isiwe kwa sababu nitalipa nini hii kitu, sababu sikujua mimi binafsi sikujua tu lens ya kawaida. So that akanifundisha kwamba it's muhimu kuwa careful, alafu pili kuwa like location or anything, hakisha hivyo vitu like safety na nini ni muhimu sana mbao wa watu pamoja na vifaa. Na nilichogundua sometimes unapokodisha vifaa nini, it's muhimu kupata mtu ambaye anajua hivyo vifaa. Mimi binafsi sikuwa sahihi kuwepo pale kwa sababu sikuwa sifahamu hicho kifaa. Nilikuwa sijui value hicho kifaa, nilikuwa sijui hata kuoperate hicho kifaa. So lingetokea lolote ingekuwa ni loss ya production na mwisho siku ingenikosa hata mimi. Nashukuru tu Mungu ilikuwa sawa. But I think hicho ni lesson ambayo hata kwenye production zangu sometimes hizo changamoto zinatokea kwamba
kitu kinaharibika, lakini at least umejaribu, kwa sababu unajua kuna ile unatengeneza njia za kinga, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Yes. So lakini zinatokea hizo. So I think it's important watu hivyo kufahamu safety measures za location na vitu kama hivyo kuzingatia. Okay. So pia natamani nijue, unajua kwenye industry ya mambo ya film and everything, watu wamezoea wale watu wakongwe kuona fresh blood, especially kwa wale wakongwe, ukiwatafuta waigizaji ambao ni wakubwa, mara nyingi wao wanakuwa wana resist kwenye hao watu ambao ni wapya they're like mimi namtaka yule ambaye labda nimekuwa naye, au yeye anaona kama vile utampotezea muda, au labda kuna ethics zao uende nazo, unawezaje kupambana na hizo changamoto na ushakutana nazo? Bila think nadhani kinachosaidia ni wanasema the one of approach mtu, kwa sababu wana hawa wakongo wote wana experience kujua huyu ananitumia, huyu ananipotezea muda, huyu ataniletea kwa thamani. Kuna wengine sasa inategemea jinsi unavyo approach. So I think ni muhimu watu wajifunze jinsi ya ku approach. Mimi nashukuru Mungu pia wana mafunzo ya multi choice ni kwamba tuko nafundisha hivyo on like approaching people, kwamba kuna ways za approach, kuna platforms channels za kupitia. Kwa mfano kumpigia mtu saa 9 saa 8 saa 4 usiku, wewe sinakuhitaji afu ni mtu mzima, it's wrong. Kuna times like hivyo like ku approach, kuna platform kama na email au kama wasanii siku hizo na managers, ni muhimu kuuliza, kutafuta kupitia manager yake, sio kupitia yeye kwa sababu atakujibu chochote. Lakini pia mitandao ya kijamii, jinsi ya kumapproach mtu, watu wengi wanakuta wanaanza hey mambo afa naishia hapo, wakati it's muhimu kwa sababu yule mtu ni very busy, labda tuseme anapokea DMs nyingi kwa siku, ku structure message yako na kuweza kuelezea unachokitaka wewe ni nani, unachokitaka na malengo yako na nini, na jinsi gani ambavyo ana fit. So sometimes unakuta unabidi umuuzie value yeye, kwamba umuonyeshe why yeye hiki ni sahihi kufanya. Lakini mimi nashukuru Mungu pia ni kwamba kwa experience yangu ya multi choice, kwamba filamu zangu zote za mwanzo sikuwa na uhitaji wa waigizaji wakubwa. Kwa nilianza kutengeneza filamu na waigizaji wa vijana wenzangu kama mimi, ambao nilikuwa natamani ndio nifanye nao kazi, and kupitia hizo filamu inakuwa tayari ni portfolio. Kwa hata unapomapproach mtu mkubwa, tayari una portfolio ya kazi ambazo unaweza kumuonyesha kwamba mimi ndio nilifanya hii, nikafanya hii, hivyo nataka hii tufanye hivi. So yeah, that I would say ndio experience nani. Sasa kijana kama kijana bwana, mambo ya mahusiano yanakuwa na mushkeli hapa. Wewe binafsi mahusiano yakupitisha kwenye visa gani ambavyo ni unforgettable, au ushaimpitisha mtu kwenye visa gani ya mahusiano ambavyo ni I think kwanza nipo single. Just to clarify, let's start there. So kama kuna mtu umeniona huko and you think nipo duniani kwa ajili yako, destiny labda maybe this is how unakutana na mimi, so I'm open. I think the funniest thing, so again mimi ni adventurous, ni mtu ambaye napenda like hivyo travel, napenda so kwa Kiswahili naweza kusema sijatulia, lakini kutulia kwamba in a sense kwamba I'm a person who's like multitasking, nafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. So I think mahusiano ambayo nilikuwa nayo at the time, nilikuwa ni mtu ambaye kwa guest hicho kitu, kwamba ni mtu ambaye anapenda ufanye kitu kimoja uko maana hicho. Alafu pili, kwa sababu napenda kusafiri, nakumbuka nilikuwa sasa ndo nataka nipande mlima Kilimanjaro. I think ndio incident ambayo najua kwamba unapofikia kwenye mahusiano unafikiria mtu ambaye at mnafikiria pamoja. So mimi nataka kupanda mlima Kilimanjaro kwa sababu na malengo, usitimize ndoto za babangu whatever. Lakini mwenzangu akawa amejikita kunitumia video zote waliokufa mlimani, yani kutumia statistics za watu kama unaenda kufa huko, and ushasiku kama more pressure. Sasa what if nikifa kweli, what if ikitokea, kwa sababu anatoa statistics, so unaona this EV, so I'm like she was worried. Yeah, I was hoping you would support me, lakini hivyo, lakini nikaelewa kwamba at the end of the day tuna like hobbies tofauti, it's okay, lakini pia mwisho siku angalia mnakutana wapi katikati. So it's muhimu hata kama mtu na mahusiano everything understand wewe anapenda nini, lakini mwisho siku ku respect anachokipenda, na pia wewe respect cha kwako, lakini pia muangalie mtakutana wapi katikati kwamba what hobbies nakutanisha and kuelewa, kwa sababu again wote tumelelewa kwenye experience tofauti sana, na kila mtu ana ndoto zake, mtu ameangalia like kama nilivyosema social media sasa hivi inakupa vitu ambavyo unavyopenda. So kama mimi napenda kusafiri, nitapata content, algorithm italeta vitu kusafiri, wewe unapenda kupika hivyo. So wote tuna consume different content na tuna consume different ideas duniani.
ni muhimu kurespect na kuunderstand mtu gani ambaye kwa mnaweza mkakutana katikati na maybe mkaweza kuleta zaidi na kufanya kitu. Jamani, ila wewe kisi wake na mtu wewe kutuma content za mtu wakufa. Anatumia statistics na huyu afu walopanda wote mlimani 90% walikufa. Unatumia statistics kwa sababu zinatokea. I mean ni mlima una changamoto. Yeah, of course, baridi ni kali. Like hivyo altitude unapobadilisha hali ya hewa, mili yetu tofauti. So kuna vitu kama hivyo. So I mean everywhere kuna changamoto za hizo. Like kuna good and bad. Katika maisha kuna side zote mbili. So choose. Unapenda kuangalia positive because I believe ukiangalia positive uta move zaidi. Ukistick to negative utarudi nyuma. Na ulivyomalizia kufanikiwa sasa ukurudi kumwambia kwamba see I'm here. I did of course. Ajele unaonyesha hapo umepazuka midomo kwa sababu baridi. Lakini I did nikamonyesha and yeah alikuwa worried sana. Nashukuru tu Mungu kule juu kwa hamna mtandao kipindi hicho. Kwa nika break at least kwamba huwezi kutumia hizo video na nini, lakini hata ile zinapanda mpaka mtandao pale message you be careful see wait you not much lazima ufanye hii just calm down unaweza kurudia hapo ulikofika ushapanda lakini it was good. Well, I had a good time. And lastly kwenye kusafiri kwako nchi gani ambayo uli enjoy zaidi? Tanzania. Kwa nini uli enjoy zaidi? No I think sisafiri sana. So nimesafiri I think nchi binafsi ambayo labda nime-explore sana labda ni South Africa. So nibati kwenda miji yote, lakini kila nchi na kitu chake kizuri. Binafsi namba ni mzalendo naipenda sana Tanzania. Lakini I liked South Africa, Ufaransa kidogo kwa sababu najifunza lugha ya Kifaransa, kwa hiyo nilikuwa najaribu kufanya mazoezi nikagundua kwamba inabidi nisome zaidi. Wapi tena I think kila nchi na Italy labda kutokana na wanapopenda tamaduni zao and like historia ya mji ule Roma na nini. I think for now it would be Tanzania. Zanzibar itabaki kwa favorite. Itabaki kwa is the favorite country. Bana mimi nimeenjoy sana kupiga story na wewe. If you have anything to share na watu ambao wanakutizama you can share with them right now. So I think ushauri wangu kwa kijana yote, ajalishi umepitia nini nyuma, ajalishi historia yako ni nini, ajalishi umetokea wapi. Sasa hivi ambayo badilika, I think kikubwa ni wewe kujitambua, wewe unapenda nini, una malengo gani, ungetamani kufika wapi, kwa sababu naamini mtu ambaye ukienda kujiangalia kwenye kioo kuna mtu ambaye unatamani kumuona na kwa bahati mbaya huyo mtu hamna mtu mwingine anamuona zaidi yako wewe. So kama unajiona sehemu fulani ni muhimu kuchukua hatua na kujitahidi kuwa mtu huyo ambaye unatamani kuwa. And katika njia hiyo itakuwa kuna changamoto nyingi sana. Changamoto hizo kama nilivyosema kuna pande mbili, kuna positive na negative. Tumia changamoto hizo na tafuta chembe za chanya, yani positive. Tumia hizo zikupush kwa sababu mwisho wa siku ukishia hapo huenda kwa umebakisha hatua moja ufike. And pili mwisho wa siku usiwe mchoyo kushare kwa sababu sometimes unahisi labda hana mtu anaelewa unachopitia, lakini the moment unavyozungumza huwezi kujua kuna kijana mwenzako au mtu gani pembeni ambaye anaweza kukufikisha kufika pale. Mfano kama leo nimekuja nimeshare story yangu. Huenda nisingeshaweza kushare story yangu kama ningekuwa mchoyo kutokurekodi labda content, kutokushare labda nipofikia. Na mwisho siku unajifunza kitu kupitia wewe na ina maana unajifunza kitu kupitia mimi na utajifunza kupitia vijana wengine wengi. Lakini mwisho siku tushare, tusaidiane, especially kwa vijana kama Tanzania kwamba tupo kwenye nchi ambao vitu vingi vinakuwa, we are in developing country, tuko kwenye ulimwengu wa 3, tutambue hicho, lakini haimaanishi tuweze kufika ulimwengu wa kwanza au wewe uweze kufika ulimwengu wa kwanza. Lakini unaweza, ni mwisho siku pambana. All I say is also have fun. It's not that serious. It's maisha ni changamoto, bita changamoto nyingi, lakini always have fun. And you can do it. Nafikiri mmesikia vizuri. Mimi sina la kuongeza jamani. Hopefully mmejifunza mawili matatu. Share nyingi sana ende kwa timu ya production. Kwenye makeup amehusika Vicky Chaz na tajiri yetu mundani ambaye anahakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Bora tuka story hapo ndugu yetu katisha sana. Tutaona na bwana next episode. Mimi kwa leo sina la ziada, msisahau kusubscribe our YouTube channel. Bye guys. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.